Hello, Bwana Yesu asifiwe, watazamaji wetu wa Ask Maziku. Kwa majina yangu naitwa Andrew Selemani, na siku ya leo kipekee sana nipo pamoja na mtumishi wa Mungu ambaye naomba nimkaribishe aweze kujitambulisha kwako. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Yangu naitwa Daniel Maziku Jeyala. Nikukaribisha katika kipindi chetu pendwa cha Ask Maziku, ambapo utapata fursa na nafasi ya kusikia majibu ambayo yamekuwa yakikutatiza katika wokovu wako na kwa sehemu kubwa ya maisha yako. Kwa nikukaribisha siku leo, tutakuwa na muda mzuri sana ambapo tutaenda kuangalia maswali mbalimbali ambayo imekuwa ni changamoto na inaleta tatizo katika kuelewa namna imani ambavyo ipo. Usisahau kusubscribe, kulike na comment na kushare pia, ili kuweza kuwashirikisha rafiki na watu wengine wajiangalie. Karibu sana. Asante sana Dr. Maziku. Dr. Maziku, wewe umekuwa ni mtu ambaye unaelezea mambo mengi kuhusu Mungu, na yapo maswali mengi ambayo vijana wengi ambao wanamtumikia Mungu wamekuwa wakijiuliza, na asubuhi ya leo kwa watu ambao wanakutazama wanatamani kusikia mambo tofauti tofauti kutoka kwako, hasa kwa baadhi ya maswali ambayo wamekuwa nayo, si ndivyo? Ndio. Na natumai kwamba kwa namna moja ama nyingine, kadri ambavyo Mungu amekutia mafuta, yapo majibu ambayo utakwenda kuyatoa katika maswali ambayo vijana wengi wamekuwa wakijiuliza na yamekuwa yakiwatatiza. Basi yapo maswali ambayo vijana wengi wamekuwa wakitatizwa nayo. Moja ya swali ambalo wengi wamekuwa wakitatizwa nalo kama watumishi wa Mungu ni kwa habari ya namna ya kutafsiri ndoto. Hivi inawezekana vipi mtu akaweza kutafsiri ndoto? Kuna namna zipi ambazo mtu anatakiwa kuzijua ili aweze kutafsiri ndoto? Karibu sana Dr. Maziku. Asante sana kwa swali hili. Ni moja ya maswali ambayo yanatatiza watu wengi, na ukiangalia katika safari ya wokovu yamekuwa yakileta changamoto sana katika namna ambavyo mtu anakuwa na uwezo wa kutafsiri ndoto, kwa sababu katika maisha ya kila siku kila mtu ana ile hali kwamba akiamka tu anakuwa amesikia vitu vingi au ame experience ndoto nyingi katika usiku wake. Kwa inakuwa ni shida sasa kwa siku kusema kwamba hii ndoto ina maana gani katika maisha yangu. Kiufupi, kama ulivyouliza, namna ya kutafsiri ndoto. Ndoto tunazitafsiri katika makundi matatu. Tunatafsiri katika makundi matatu. Ndoto kama ndoto, unapoota ndoto yoyote ile, ninaomba uelewe kwamba inakuwa katika makundi matatu. Hii ndoto moja inaweza ikawa ni sababu ya mambo yako ambayo yamekuwepo ukiyapitia kwa muda. Tunaita ni ile subconscious mind, inakuwa imetunza taarifa ambazo ni za kipindi kilichopita. Maisha yako yote ulivyokuwa umepitia, vitu vyote vimekuwa stored katika ile subconscious mind. Kwa hivyo basi, mtu anapokuwa anaota ndoto fulani, hii inakuwa ni matokeo ya zile taarifa ambazo zimeshawahi kutunzwa katika ubongo wake, zinajirudia kujireplay kwenye akili yake. Kwa katika maisha yake inakuwa ni matokeo ya zile ndoto ambazo zipo kwenye akili yake, ambazo alizistore tangia amezaliwa, amekuwa. Kwa hiyo yote aliyoyapitia, matukio yote ambayo amewahi kuyaona yametunzwa katika subconscious mind, si ndio? Kwa anavyoota ni kama anafanyaje, anayarudia katika mfumo wa picha na mambo mengine. Hiyo ni namna moja ambavyo ndoto zinatokea. Namna ya pili ni shetani anapandikiza ndoto katika akili zetu. Na aspect ya tatu katika ndoto ni Mungu anaweka maono ndani yako. Na Mungu anavyoweka maono ndani yako, inahitaji pia uwe na uwezo wa kutofautisha kwamba hii ndoto imetoka kwa Mungu, hii ndoto ni ya kwangu mimi kwa sababu ya mambo ambayo nimeyapitia katika maisha, na hii ndoto labda ni kwa sababu ya ya shetani. Kwa hiyo ni shoti, ndoto tunai-categorize katika makundi matatu. Maana hiyo kila ndoto inakuwa imebeba maana. Na kila ndoto inakuwa ina chanzo chake. Sawa. Sasa ni kwa namna gani sasa huyu mtu ataweza kutafsiri hii ndoto ambayo anakuwa ameipata? Nimekuelezea namna ndoto tunavyoigawa, si ndio? Kwamba kila ndoto ina chanzo chake katika makundi matatu. Sasa namna nzuri ya kuweza kutafsiri ndoto au kuweza kujua, kutambua kwamba hii ni ndoto ya namna gani, inabidi sisi kama waamini katika Kristo tuwe na msingi mzuri wa neno la Mungu, kwamba tukilijua neno la Mungu katika maisha yetu, hakika tutajua namna kutofautisha hivi vitu, si ndio?
Yani mtu ambaye yuko well grounded katika neno la Mungu ana nafasi nzuri ya kudetect kwamba hichi kitu nilichowekewa kinatokana na nini. Kwa ukiwa na msingi mzuri wa neno la Mungu hautachelewa kujua kwamba hii ndoto ni aidha ni mawazo yangu mimi au ni mawazo ya shetani au ni Mungu anaongea. Kwa tukiwa na msingi mzuri wa neno la Mungu, Roho Mtakatifu atatusaidia automatically ya kwamba unakuwa na uwezo wa kucategorize na kuweza kuelewa kwamba haya ni mawazo yangu binafsi, haya ni mawazo ya shetani, haya ni mawazo ya Mungu yanazungumza na mimi. Nashukuru sana, asante sana Dr. Maziku. Nafikiri kwa namna moja ama nyingine tukisoma katika Zaburi inavyosema kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwangaza wa njia zetu. Tunaona kwamba neno linatupa kuweza kuviona vitu ambavyo kama tusingekuwa na neno tusingeweza kuviona kabisa. Kwa hiyo linatufungua macho yetu kuweza kutazama na kuona na kuweza kufasiri vitu ambavyo hasina neno la Mungu tusingeweza kuvitambua kabisa. Ninashukuru sana Dr. Maziku kwa mrejesho wako mzuri. Natumai kwamba mtu ambaye alikuwa anapata utata atakapotazama video hii kuna mambo mengi ambayo atajifunza na ataweza kumsaidia katika safari yake huko. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Barikiwe sana. Asante sana. Amen. Basi kwa siku ya leo tumefika mwisho wa session yetu kwa swali la ambalo tulikuwa tunalitazama kwa habari ya namna ya kutafsiri ndoto. Usisahau kuungana nasi kwa maswali mengine ambayo yatakuwa yanafuata kwa series hii ya maswali mengi pamoja na mtumishi wa Mungu Dr. Maziku JR. Amen. Barikiwe sana. Asante sana. Amen.